Tuende sasa kwenye maana ya Bwana. Maana ya kwanza ya kumcha Bwana. Kumcha Bwana maana yake nini? Maana ya kwanza ni kuwa na heshima ya ndani. Ni kuwa na heshima ya ndani. Au kwenye bracket kuu, ni kuwa na heshima ya ndani. Ni kuwa na heshima ya ndani kwa Mungu unayemtumikia. Ni kuwa na heshima ya, au kwenye bracket kuu, kwa Mungu unayemtumikia. Tunaita reverential respect. Heshima ya ndani, heshima ya dhati, heshima kuu. Ni kuwa na heshima ya ndani, inaitwa reverential respect, au kuu kwa Mungu unayemtumikia. Inaitwa ndo hofu ya Mungu. Kwa ukisikia hofu ya Mungu, maana yake mtu ana ile heshima ya ndani, heshima kuu kwa Mungu anayemtumikia. Ukiona mtu ana heshima ile ya ndani, heshima kubwa ndani, wakati wa ibada, kama anajua kabisa tuliambiwa ibada ni saa 9 kamili, anaanza kuhangaika saa 7, saa 8, anahangaika, anaweka vitu vyake vizuri ili awahi ibada. Ujue ndani yake ana heshima ya ndani, ana heshima kuu. Ukiona mtu akipata mapato yake, iwe ni ya mwisho wa mwezi, lesa amepata 500,000, alafu akaanza kujiambia moyoni, nitawezaje kuanza kufanya matumizi isipokuwa kwanza nimetoa sadaka ya zaka. Ukimwona mtu ana hiyo mentality, ana huo mtizamo, ujue ana hofu ya Mungu, ana heshima ya dhati ndani yake. Mimi nilikuwa na slogan moja ya kwamba nikipata salary, kabla ya kufanya matumizi mengine, lazima nitoe fungu la 10. Nilikuwa nakimbia ibadani, muda wa ibadani baada ya kuokoka nilikuwa nakimbia, kwa sababu naona wa kuheshimiwa kwa level ya juu kwangu anaanza Mungu kabla ya mwanadamu mwingine. Anza kujipima. Wakati mwingine ukipigiwa simu na mkuu wa wilaya akakwambia tunakuhitaji hapo ofisini na mazungumzo, unajua unaweza kufika masaa 2 kabla ya muda ambao alikwambia. Ni kwa sababu umempa heshima, ni kwa sababu unamwogopa. Ukiwa unazungumza na mkuu wa mkoa, simu ikiita unaweza kuweseka, yani jamani ilikuwaje, ukaizima ile simu ili utengeneze umakini kwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, kwa sababu ya heshima uliyompa ya kibinadamu. Lakini angalia sasa, ukiwa na heshima kwa Mungu, huwezi kutoka na simu inaita ibadani ukaenda kupokea nje. Ukifanya vile unatuonyesha kwa level ya mwisho ya kwamba wewe ni mpuuzi. Neno gumu Basi nipunguze makali niseme hauko serious. Wewe ni mpuuzi. Kwa sababu kuna wakati mwingine unaona kabisa simu hii ni less important. Maana yake haina umuhimu mkubwa. Kuna mtu mwingine ni daktari, so kuna simu zinakuja kwake ambazo wakati mwingine ni serious kidogo, anaweza kutoa. Au kuna mtu mwingine kwa nafasi fulani anaweza kutoa go ahead fulani akiwa kanisani, kwa sababu ya nafasi aliyonayo. Mwingine utakuta na hatima ya uhai wa watu. So yule mtu akipokea simu akazungumza kitu na Mungu mwenyewe anajua. Unajua kuna watu wamepewa dhamana ya uhai wa watu. Mtu kama daktari, jambo fulani limetokea na anapaswa ajibu kitu fulani. Ila kuna watu wengine unajua kabisa ni swala la mtu amekwambia nilitaka nikuletee hela yako. Nilitaka nikuletee hela yako, nilikuwa nataka nijue uko wapi. Unashangaa mtu anaanza kutoka ibadani, ulikuwa unasemaje? Tukutane pale kwenye kona. Tayari ndio ibada imeishia hapo. Atarudia notebook kesho. Amekuachia Biblia hapo na notebook hapo. Atarudi kesho. Unamwambia hivi, fedha. Unaambia nisubiri nitoke ibadani. Hivi nimekwambiaje? Hapana, nimekufundisha vibaya. Unakata simu. Unakata simu, una mute au unazima, afu baadaye unamwambia nilikuwa ibada. That is reverential respect. Hiyo ni heshima ya ndani. Vijana, ukitengeneza hii, ujue kabisa unaandika kesho kubwa. Unaandika hatima kubwa. Ukitengeneza hii unaenda mbali.
Yaani ukianza kufanya mambo kwa sababu unajua Mungu yuko pale, ujue nenda mbali. Heshima ya ndani ulionayo kwa Mungu unayemtumikia, ambayo inakuzuia kufanya baadhi ya vitu, ukiona tu kila wakati, ujue ni uchaji. Inaitwa hofu ya Mungu. That is the sense of deep respect. The sense of deep respect. Una heshima ile ya ndani. Hii haiwezi kupelekea kupigiwa simu, haiwezi kupelekea kusisitizwa, haiwezi kupelekea kukumbushwa. No, hiyo heshima unayo ndani. Yaani nilisema jana, haiwezekani ukapumzika wakati wa ibada. Hiyo heshima unayo ndani. Haiwezekani mchungaji amekuambia siku ya Jumatano tuna mafundisho ya neno la Mungu, alafu usiende. Haiwezekani unajua kabisa siku ya Ijumaa ni siku ya maombi ya mfungo wa kanisa, jumlisha mafundisho, na usiende. Hii heshima haiwezi kumpa mtu kukaa wakati anajua wenzake wamekusanyika na wanaomba pamoja. Inaitwa hofu ya Mungu. Mtu anafanya jambo kwa heshima ya dhati ya ndani kubwa alionayo kwa Mungu aliyenaye. Kwamba Mungu wangu siwezi kumfanyia jambo kama hili. Mungu wangu siwezi kumfanyia jambo kama hili. Siwezi kumfanyia jambo kama hili. Tunaiona wapi kwenye maandiko? Mwanzo sura 39 mstari wa 9. Mwanzo sura 39 mstari wa 9. Utagundua kuna mistari nairudia kwa makusudi kabisa. Nataka ikae kwenye moyo wa mtu. Nataka iandikwe kwenye moyo wa mtu. Mwanzo sura 39 mstari wa 9. Nimesema hivi. Mwanzo sura 39 mstari wa 9. Unaandika alafu ndo unafungua Biblia. Unachelewa kuandika, unachelewa kufungua Biblia, inakuwa ni changamoto. Unaandika alafu unafungua Biblia chap chap. Unamwona Yusufu anaongea sentensi ambayo kila wakati waga nikisoma inani challenge. Anamwambia huyu mama mke wa Potifa, ambaye alikuwa anamtaka kimapenzi, anamtaka walale pamoja. Anampa sifa nyingi. Yusufu, wewe ni kijana mzuri, una sura nzuri, nimekupenda Yusufu. Alafu anamwambia nifanyaje uovu mkubwa wa kulala na wewe, alafu nimkose Mungu. Kwa hiyo manake Yusufu anachomaanisha ni hiki hapa. Pale walipo na yule mama, alikuwa anazungumza kitu gani? Ya kwamba Mungu yuko hapa. Na endapo kama nikilala na huyu mama nitamkosa Mungu. Kwa hiyo manake akili ya Yusufu ni kwamba Mungu alikuwa pale katikati yao. Yaani Mungu alikuwa pale. Anaposema nimkose Mungu, anamaanisha kwamba ni naye sasa hivi. Nikilala na wewe nitamkosa. Nikilala na wewe ataondoka. Unaona dhana ya watu wakuu. Anasema nifanyaje uovu mkubwa, nimkose. Akisema nimkose, maana yake sasa hivi ni naye. Nikilala na wewe namkosa. Hiyo inaitwa hofu ya Mungu, ni uchaji. Daniel sura ya 1 mstari wa 8. Daniel sura ya 1 mstari wa 8. Hawa ndio watu ambao walienda mbali. Hawa ndio watu ambao walifanya vitu vikubwa na Mungu. Hawa ndio watu ambao Mungu aliwatumia kwa viwango vya juu sana. Na ni maombi yangu ya kwamba uwe mmoja wao. Sababu Mungu amekuletea neno hili. Inasema lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Nisikilize kwa makini. Aliazimu moyoni, alikusudia moyoni. Kiingereza inasema haya maneno, Daniel purposed in his heart. Alikusudia moyoni kuto kujitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Alikusudia moyoni. That was intentional. Hakuambiwa, alikusudia moyoni. So, watu kama hawa ndio watu ambao walikuja na udhirisho mkubwa wa Mungu. Mtu kama Daniel unajua amekuwa relevant. Nikisema relevant maana yake amekuwa hitaji kwenye serikali 4. Daniel amehitajika kwenye serikali ya Nebukadreza. Alikuwa ni mkuu. Alikuwa ni majibu. Alitumiwa na serikali ya Nebukadreza. Daniel alitumiwa na Belshaza. Daniel alitumiwa na Dario. Baadaye mwishoni kabisa wakati wanarudi Yerusalemu alitumiwa na Koreshi. Manake Daniel amefanya kazi na wafalme wote. Mpaka Koreshi.
Ngoja kidogo nikuonyeshe kitu. Holy Spirit, la ruske vila mandara bakos. Ngoja nikuonyeshe kitu kidogo. Napata conviction ya kuonyesha kitu. Angalia kitabu cha Daniel sura ya kwanza mstari wa 21. Hapo. Angalia mstari wa 21. Maana alifanyia kazi serikali 4. Mstari wa 21. Tena Daniel huyo akadumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Koresh. Akadumu. That is relevance Kiingereza. Akadumu. Akawa hitaji mpaka mwaka wa kwanza wa kutawala kwake Koresh. Mtu ambaye alikuwa majibu kwa Nebukadreza, alikuwa majibu kwa Belshaza, alikuwa majibu kwa Dario, alikuwa majibu kwa Koresh. Serikali 4, mtu ni waziri mkuu. Relevant. Yaani ukijifanya wewe ni mjanja, utagundua huwezi kuwa mjanja zaidi ya Daniel. Utamrudia. Belshaza si alifanya majaribio, akamuignore Daniel. Belshaza mtoto wa Nebukadreza akajifanya mjuaji yule bwana mdogo. Ikafika mpaka level anachukua na vyombo vya hekaluni ambavyo vilitolewa hekaluni kule Yerusalemu. Akaanza kunywa pombe na wanawake wake. Wakaanza kwenye majumba yao ya starehe. Alafu ukatokea mkono ukaanza kuandika kwenye ukuta Mene Tekel na Peres. Yale maneno alipoyasoma na ameona kiganja cha mkono kinaandika kwenye ukuta, miguu ya Belshaza ikagongana, jamaa akashindwa hata kusimama. Akaogopa. Alafu wakati anahangaika na ule mkono na yale maneno, wakati anahangaika mke wake akaja akamwambia, mume wangu, kuna mtu mmoja amejifanya sana na mugino. Kuna mtu mmoja ni kama vile au mtambui kwenye ufalme wako. Huyo ndo mtu ambaye baba yako alimtumia. Anaitwa Daniel. Na anasema nuru na hekima na ufahamu na roho njema kupita kiasi vilionekana kwa huyo Daniel. Kwa hiyo Daniel huwezi kumuignore, huwezi kujifanya simtambui Daniel. Inatupa picha gani? Mtu akaanza kutembea kwenye viwango vya uchaji, I say hawezi kusaulika kwenye maisha. Siku zote atakuwa majibu, atakuwa juu, mtamtaka tu, unapenda upendi. Kumsengenya, ukimaliza kumsengenya utampigia simu kumwomba msaada. Unaweza kwenda kumchomekea kwa mtu mwingine, ukaanza kumuonyesha kwamba yuko hivi, lakini masaa 3 mbele utampigia simu. Ase, dada fulani, nishauri hapa nafanyaje? Huyo mtu huwezi kumkana. Huwezi kumkataa. Watu wachaji siku zote ni majibu. Watu wenye heshima ya ndani. Alipoona kile chakula, alipoona ile posho imetolewa kutoka ikulu, ya kwamba hawa vijana wale chakula cha kiwango hiki ili wafae kwa ajili ya serikali ya Ukaldai, fungu likatolewa la kila moja. Wasimamizi wakawekwa, anza kusimamia hawa ndugu wale hiki chakula, wakiwa wanaamini wakila kile chakula watakuja na akili fulani wanazozitaka. Lakini angalia, Daniel alipokitazama kile chakula, alipokiona kilivyo, akaona ndani ya roho yake. Hiki ndicho nachokitaga nguvu ya utambuzi, the power of discernment. Mtu yote ambaye anaenda mbali lazima awe na kitu cha utambuzi. Biblia inasema kwamba mtu wa rohoni uyatambua yote. Daniel alipokitazama kile chakula, ni kweli ni chakula cha level ya mfalme, ni chakula bora sana, ila alipokitazama ndani yake aliona kuna kitu cha unajisi. Roho yake ilimwambia hapa kuna kitu cha unajisi hapa. Mimi nawaambiaga wa Kristo mara nyingi, agano langu mimi na Mungu haliwezi kuruhusu ninywe baadhi ya vinywaji. Pastor, mimi siwezi kunywa energy drink. Siwezi kunywa. Fanya ufanyavyo. Yaani agano langu mimi na Mungu haliwezi kuruhusu nikanywa vile vinywaji. Kuna vinywaji vinakuambia zero alcohol. Kwa nini uandike zero alcohol? Kwani soda imeandikwa zero alcohol? Kwa nini uandike zero alcohol? Kama vichangii chungu kimoja. Kwa nini uandike zero alcohol? Kwa sababu soda haina zero alcohol. Na hivi kuna vinywaji mnakunywaga kimeandikwa zero alcohol. Maana yake chungu ni kile kile kinachopika kile kinywaji. Toka
Malta Guinness imetoka, sijawahi kunywa na sijui ladha yake. Kuna vinywaji siwezi kunywa. Kuna kakitu nakuwa na discern ndani, kuna unajisi hapa. Hapa kuna kakitu akako sawa. Sasa usianze kujihukumu mbona kumbe nimefanya dhambi. Nazungumzia agano langu mimi na Mungu, sio dhambi. Anasema Paulo, vitu vyote ni halali lakini sio vyote vinafaa. All things are expedient. No, all things are lawful but not all things are expedient. Vitu vyote ni halali lakini sio vyote vinafaa. Sio vyote vinajenga. Kuna baadhi ya vitu havijengi. Kuna baadhi ya vitu havijengi roho yako. Unaweza kuniuliza swali. Je, pastor, kuangalia movie ni dhambi? Takwambia si dhambi, lakini movie haijengi. Unapotazama movie usio kufikiri unatazama watu. Kuna roho ziko nyuma ya idea za zile movie. Kwa unapotazama movie maana unafanya ushirika na zile roho zilizowapa hiyo idea ya movie. Imagine mtu ambaye alitengeneza content creator wa mazombi. Yule mtu alitengeneza zile movie za mazombi, kuna roho ya giza ilimpa lile wazo, ndio akatengeneza yale majitu. Kwa unapotazama yale majitu unashirikiana, una contact na roho iliyompa ile idea. Mwangalie yule ndugu, belt ya hapa ya mkanda ni fuvu la kichwa la mtu. Ana pete ziko 4 kwenye mkono, ana pete, yani kila kidole kimejaa pete na kila pete ni fuvu la kichwa. Ana chain, ile chain ni fuvu la kichwa la mtu. Alafu akiwa anacheza anafanya hivi. Kwa hiyo manake kuna roho iko nyuma yake, nyuma ya kufanya hayo mambo. Kwa unapomsikiliza hata kama ni wimbo wa mapenzi nasikia na mume wako chumbani, kuna roho mnaikaribisha mshirikane nayo. Mtu mchaji ana heshima na Mungu ya ndani, kwamba hivi mimi na Mungu, kwa sababu Biblia inasema hivi, baada ya kuzaliwa mara pili anakaa ndani yangu. Sawa Kama anakaa ndani yangu, hivi inawezekana Mungu akaangalia upumbavu? Kama haiwezekani Mungu akaangalia upumbavu, basi haiwezekana mimi nikaangalia upumbavu. Ukimwona huyo mtu ujue ni mchaji, ana heshima ndani. Ukimwona mama ambaye ameseti standard kwenye nyumba ya kwamba kuna baadhi ya vitu havipaswi, haviruhusiwi kusikika wala kutazamwa kwenye nyumba hii, kimwona hivi ujue ana heshima ndani. Anajiambia hivi inawezekanaje Mungu wa kwangu ambaye yuko kwenye nyumba hii akae pamoja na uchafu? Unajua giza na nuru havichangamani. Ni au giza lipo au nuru ipo, si sawa? Viwili haviwezi kukaa pamoja. So heshima ile ya ndani. Umekaa mahali watu wanazungumza vitu vya kipumbavu, yani vichafu vya ovyo. Umekaa nao pale, hii ni dakika ya 5, ya 10, ya 11, hii ni dakika 30, wanazungumza upumbavu, and you are there comfortable. Na uko pale, uko sawa kabisa. Maana kuna mkosea Mungu heshima. Mungu hawezi kukaa na mazungumzo kama haya. Ukifika hapo unaanza kujifunza uchaji. Daniel alipoona ndani yake ya kwamba chakula kiko sawa, hiki hakiko sawa. Alipoona ndani yake chakula kiko sawa, akamwambia yule msimamizi, sasa naomba tufanye hivi. Naomba tuandalie mtama mimi na wenzangu. Kwanza walimuita na kumpa ombi lao maalum sana. Mama sisi tufanywe mtama. Sasa kula mtama. Kwanza ututesti siku 10. Na baada ya siku 10 tutatumia huo mtama miaka 3. Kumbuka ile majaribio yalikuwa ni ya miaka 3. Walipaswa kula chakula cha mfalme miaka 3. Ila Daniel alimwomba msimamizi wale siku 10. Alafu angalia afya zao. Ndani ya siku 10 jamaa wanakula mtama. Sisi ambao tunaishi Singida tunaufahamu mtama. Mtama ni mtama, usifikiri ulikuwa na viungo vya pilau. Mtama ni mtama. Wakuchemsha, yani wanaosha, wanauchemsha. Nadhani kama walikuwa wanawaoshea vizuri. Kwa sababu wala alikuwa agizo la mfalme. Ilikuwa ni jambo la emergency. Wanachemsha, unatolewa, mnakula mtama kama ulivyo, na kinywaji ni maji. Siku 10 mfululizo. Kwa sababu mtu hataki kujitia unajisi, hiyo heshima nayo ndani. Ndani ya siku 10 wakaonekana kuwa bora mara 10, bora zaidi ya wenzao. Afya nzuri, wamenawiri, ngozi iko safi. Alafu ndo wakaanza sasa safari
ya kumaliza siku 1000 na point, kwa sababu miaka mitatu ni siku 1000 na point. Imagine kula mtama siku 1000. Mtu ana maintain standard na heshima yake na Mungu, ya kwamba haiwezekani nikawa nakula na pombe iko hapo. Haiwezekani. Karabashanda rabakosa. Mithali sura 22 mstari wa 4. Unajua changamfu ni mzuri sana kwenye maisha. Changamfu manake ni uhai. Tusome mstari wa 4 kwa sauti. Biblia inasemaje? Alafu nao ni uzima, thawabu ya unyenyekevu ambayo ni kumcha Bwana. So nizadia kuandika hii point. Kumcha Bwana ni unyenyekevu. Ni unyenyekevu ulioko ndani ya roho ya mtu. Thawabu ya unyenyekevu. Kwa hiyo kumcha Bwana ni unyenyekevu ulioko ndani ya roho ya mtu. That is humility. The submission of the spirit. Ni unyenyekevu ulioko ndani ya roho ya mtu. Nisaidie kuandika hii point. Kumcha Bwana ni unyenyekevu ulioko ndani ya roho ya mtu. The submission of human spirit. Ni unyenyekevu, the humility. Unyenyekevu wa roho ya mtu. Imagine, kwa jina la Mungu Daniel anaacha chakula bora kidunia, kimonekano wa nje, alafu anakula chakula duni kwa jina la Mungu wake, kwa heshima ya Mungu wake. That is humility. Kwa sababu kiburi ni kula vizuri. Kiburi ni kupiga zile pombe. Kiburi, unaona mtu akinywa pombe anapokuwa na kiburi, kila mtu ni mpumbavu kwake. Anatukana kila mtu, ni kiburi. Kwa kuna vyakula vinampa mtu kiburi. Lakini kadiri ambavyo mtu anakula kila siku, that is humility. Anakula kila siku mtama na maji kwa jina la Mungu ili asijitie unajisi. Huo ni unyenyekevu. Kwa mfano, hivyo najua hata kufunga ni unyenyekevu. Hata kujitenga na vyakula kwa ajili ya Mungu ni unyenyekevu. That is humility. Soma kitabu cha Zaburi sura 35 mstari wa 13. Zaburi sura 35 mstari wa 13. Utakuta maneno haya Daudi anasema, na aliitesa nafsi yangu kwa kufunga. Na aliitesa nafsi yangu kwa kufunga. Utakuta haya maneno. Kumbe sasa wakati anafunga alikuwa anaitesa nafsi yake kwa kufunga. Ila Kiingereza kwa tafsiri ya King James inasema, I humbled my soul with fasting. Kwa maana yake unapofunga na kuacha vyakula, that is humbling your soul. Ni kunidhamisha, ni kunyenyekeza roho yako, impe Mungu heshima. Kama wewe ni mkereketo wa chama, mkaambiwa kiongozi wenu anakuja saa 8. Hivi una habari wako unaweza mkakaa toka saa 1 mpaka saa 8 amli chakula? Si ni sawa? Au niitiki bwana. Wewe tafuta mtu ambaye yuko sharp. Mmeambiwa kiongozi wenu anakuja saa 8. Unaweza kushangaa toka asubuhi hamnywi chai, hamli chakula, mnapambana mapambo yakae sawa, viti vikae sawa. Si ni sawa jamani? Ni sawa. Maana umefunga kwa sababu ya huyo mtu. Umempa heshima kwa sababu ni mtu mzito kwako. Unapata picha gani? Unapoacha chakula kwa ajili ya Mungu, hiyo ni level ya heshima. Unampa Mungu heshima. Yaani nimeacha chakula siku nzima kwa ajili yako. Kwa sababu moja anasa, chakula ni moja ya vitu ambavyo vinaleta anasa kwenye maisha. Si sawa? Ndio. Yes. Nenda kaangalia watu wanapovunja meza, watu wenye hela. Nenda kaangalia utakuta wameweka pombe, makreti hata 2 ziko mezani. Ile kunywa ya kupitiliza ni anasa. Ile ulevi ni anasa za maisha. Kwa maana yake vyakula ulete ulevi, anasa za maisha. Kwa unapoacha chakula kwa ajili ya Mungu ni kumpa Mungu nini? Sema kwa sauti heshima. Heshima. Mtu mcha Mungu ni mtu mwenye heshima ya ndani. Niliwaambia ile siku utamwona anakimbia na wahi ibadani. Anasalimia mtu samahani nimechelewa ibada. Ukimwona huyo mtu jua anaenda mbali. Kama anavyowahi hivyo, kama anavyoacha, ujue maisha yake ndivyo yanapokimbia pia. Anapiga tu anaenda mbali. Ukimwona mtu ambaye anaiacha kazi kabisa, ameambiwa tunakulipa 300,000 lakini kila Jumapili lazima uwepo kazini. Ukisikia hilo neno tu, kila Jumapili lazima uwepo kazini, ukilisikia tu kwenye masikio yako, ukafunga hiyo document na kumwambia kama ni hivi basi hii kazi sihitaji. Ukisema hilo neno,
mbinguni. Mbinguni wote wanainama na kuangalia. Angalia mtoto huyu anaenda mbali. Angalia huyu mtu wetu anaenda mbali. Huwezi kuwa na kesho ndogo. Heshima ya ndani kwa Mungu. Binti, unapotunza usichana wako, hata kama unapita kwenye vitisho vya mahusiano kuvunjika, mtu anakuambia kwamba usipokuja na kuacha, usipokuja chumbani na kuacha, unapomwambia kwamba bora mahusiano yavunjike lakini siwezi kuja kwako, Biblia imesema ikimbieni zina. Mimi siwezi kuikimbilia. Biblia imeniambia nikimbie zina. Kwa nini unataka niikimbilie? Siwezi kuja. Usipokuja na kuacha, bora niache lakini niwe na Mungu. Ukimaliza hivyo tu ujue lazima utolewe kwa ndoa ya baraka sana. Yaani ukimaliza hivyo ujue umeshavuta umakini wa Mungu wote. Unapoona watu wanataka kutengeneza deal na wewe, waibe kitu fulani of sin, na uko pale miongoni mwao, wanakuambia tuchukue hiki, naona hakitumiki. Maadamu hamjapewa ruhusa ya kuchukua, usiungane nao kuchukua. Mithali 1:10 inasema mwanangu wenye dhambi ya kushawishi wewe usikubali. Wakaambia tena tukamtegee mtu mmoja hivi alafu tu mwage damu yake alafu tuchukue mali yake, usikubali. Wakaambia kwamba tuchukue hii mifuko tukaanza kuweka msingi, usikubali. Sababu wewe ni mbarikiwa. Unapoanza kutembea na hiyo hofu na hiyo heshima ya dhati, ujue wewe ni mchaji. Sema amen kwa sauti. Hiyo ni nzuri sana na ni ya muhimu sana. Hii heshima kuu ambayo tunapaswa kumpa Mungu imejengwa kwenye mambo yafuatayo. Heshima kuu imejengwa kwenye mambo yafuatayo. Hii heshima ya ndani ambayo tunampa Mungu imejengwa kwenye mambo yafuatayo. Hii heshima kubwa ya ndani tunayompa Mungu wetu imejengwa kwenye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, uweza na ukuu wa Mungu. His sovereignty and might. God is might. Uweza na ukuu wa Mungu. Mungu ni mkuu. Mungu ni mkubwa. God is big. Najili somo la Mungu ni mkubwa lazima lirudishwe tena kanisani. Kuna watu wengine wameruka madarasa. Wakupita darasa la kwanza la kuomba Mungu ni mkubwa. Nasikia watoto kanisani wanaimba wimbo, God is big. God is big. God is very 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 big. Hiyo ni foundational. Yaani ni jambo la msingi kabisa mtu kujua Mungu ni mkuu sana. God is mighty. Mungu anatawala kwa nguvu na uweza wake mwingi sana. Unapojua Mungu ni mkuu sana, ni mkuu sana, utampa heshima ya ndani. Mungu sio mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa anaweza kuja hapa na kauzito chake na kwambia, na mkamuinamia, mkampa heshima fulani fulani, lakini ukubwa wake ni mkoa. Rais wa nchi anaweza kuja na uzito wake fulani, akija hapa mtakusanyika, mtafanya hivi na hivi, lakini ukubwa wake ni nchi. Mungu si tu kwamba anamiliki dunia. Mungu tuliye naye anamiliki sayari, anamiliki anga, anamiliki nyota, anamiliki vimondo, anamiliki wandege wanaoruka, anamiliki mwanadamu, anamiliki kila kitu. Very big God. Mungu mkuu sana. Kwa unaposema unampa heshima ya ndani, unamcha Mungu. Kumcha manake ni kumuhofu. Ni kumpa heshima ya ndani. Tunaposema unampa heshima ya ndani ni kwa sababu ni mkuu sana na hakuna kufanana naye. Sema amen kubwa. Sema amen kusikia. Okay. 2, utakatifu wa Mungu. Heshima kuu imejengwa kwenye utakatifu wa Mungu. God is holy. Mungu ni mtakatifu. Mungu ana njia ya mkato, ana njia za mikato, ni mtakatifu. God is holy. Mungu ni mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15 na 16 inasema iweni watakatifu kama Mungu wenu alivyo mtakatifu. Tena iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu, wewe unapaswa kumpa heshima ya utakatifu. Kwa unaishi matakatifu, unaishi maisha matakatifu kwa sababu Mungu wako unayemfuata ni mtakatifu sana. Unampa heshima ya ndani kwa sababu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Na namba 3, ana nguvu za milele. Nguvu zake ni za milele.
Ana nguvu za milele. All power belongs to God. Nguvu zote zina Mungu. Ana nguvu za milele. Kila nguvu unayoiona inamilikiwa na Mungu. Paka nguvu za matetemeko ni za Mungu. Radi ni nguvu za Mungu. Ni mwenyewe huyo. Umeme unaoona ambao tunautumia ni Mungu mwenyewe. Hakuna mwanadamu hapo. Mwanadamu alivumbua, lakini mwanadamu hakuumba. Kuvumbua maana kitu ni kipo, si ni sawa? Unakivumbua, lakini Mungu ameumba. Imagine, nguvu zote zina Mungu. Nguvu zote zina Mungu. Hii kani ya mvutano hii iliyoko hapa, gravitational force, ni Mungu mwenyewe. Na ameweka ili vitu vikae. Ameweka ili dunia ikae hivi one. Imagine. Ameweka hivi ili sayari zile zikae kwenye mizunguko yake vizuri. Nguvu zote zina Mungu. Sasa unapokuja, nitazameni kila moja. Unapokuja sasa kwenye ibada, tunasema tunamwabudu Mungu. Unapobeba huu mtizamo ya kwamba uweza wake na ukuu wake ni mkubwa sana. Unapobeba mtizamo ya kwamba Mungu ni mtakatifu. Ukuu wa Mungu ni mkubwa. Unapobeba mtizamo ya kwamba Mungu ni mtakatifu, ana nguvu za milele. Mimi nakwambia utainama sio kwa sababu umeambiwa na mtu wa praise inama. Utainama kwa sababu hiyo heshima umempa ndani. Sina mwingine mkubwa zaidi ya huyu. Mimi siwezi kulia kwa mtu, ila kwa Mungu naweza kulia. Siwezi kulia kwa mtu. Siwezi. Sijawahi kuweza kulia kwa sababu hapa. Ila ninaweza kulia kanisani. Naweza kulia wakati wa kusifu na kuabudu. Naweza kulia wakati na mabudu, kwa sababu ni mtakatifu. Wale wenye uhai wanne. Yesu, unajua sisi wakati tunamwabudu Mungu na makoti tumevaa. Muda wote tumeyavaa kwa sababu hatujui nani alivyo mtakatifu, najua. Tumevaa mikanda, tumevaa wakati mwingine tumevaa chain na mabudu. Lakini wale wenye uhai wanne, kila wakimtazama kwa jinsi alivyo mtakatifu, wanachukua mataji yao wanamrushia, wanamwambia hata sisi hatustahili kukaa naye mataji. Japo aliwapa. Yeye ndo aliyewapa. Wazee 24 kila wakati wakimwona Mungu namna anadhihirika katika ukuu na utakatifu. Yaani imagine wale wenzako ambao wako mbinguni, kila wakimtazama Mungu anaonekana kwa utukufu mpya. Wanachukua taji zao, wanasema sisi hatustahili, unastahili wewe peke yako. Wanamrushia mwenyewe. Ni mtakatifu sana, mkuu sana Mungu. Najisikia upako Roho Mtakatifu mwenyewe binafsi. Kana maskovila mando robosai. Ninapoomba chumbani kwangu, hata kama nikiona simu inaingia, kama muda huo nilikuwa naomba, nitaiacha italia sana. Wakati mwingine nitaizima kabisa kama nilikuwa sijaizima. Kwa sababu Mungu ni mkuu sana. Muda huu nazungumza na Mungu. Nazungumza na walokole ambao ulikuwa unanena kwa lugha rikorobo shaka, rikana masekete, mara dogo sikere bago, mara mtu akakupigia simu, mara huyo ndio ulikuwa unasemaje? Mungu ni mkuu sana. Huwezi kumfanyia hivyo. Imagine nilikuwa nazungumza na wewe. Niko hapa nazungumza nawe. Tunazungumza, mara simu ikapigwa kwako. Ukachukua simu kaanza kuongea hivi na hivi. Fanyaje? Umenidharau. Bado hii dhana ya heshima hatujaanza kumpa Mungu. Hatumfahamu vizuri. Ungepewa fursa ya kumuona. Pasa unakumbuka wakati wa Isaya. Isaya alikuwa mhubiri wa kimataifa yani. Anashusha vitu. Kuanzia Isaya sura ya kwanza. Anawaambia jiosheni dhambi zenu, mjitakase, acheni uovu wenu, jifunzeni kufanya mema. Anahubiri sura ya kwanza. Sura ya pili anahubiri. Sura ya 6 akamuona. Mungu akajifunua kwa Isaya. Alivyomwona Isaya anasema upindo wa vazi lake ulijaza hekalu. Unajua nini maana upindo wa vazi? Upindo wa vazi ukajaza hekalu. Sio yeye, upindo wa vazi. Wala sio mguu. Wala sio mkono, wala sio kidole. Upindo wa vazi. Isaya akaanza kulia, ole wangu. Mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Nakaa na watu wenye midomo michafu. Maana yake naomba unisamee. Isaya alipomwona Mungu, aliomba Mungu amsamee na amtakase. Ila mtu anaweza kufanya dhambi kanisani, akachukua miezi 3 anafikiria kutubu. Anafikiria kutubu yani. Fikiria nikitoka mbele watanionaje? Nikitoka mbele watanionaje? Mchungaji amesema kwamba kama uko mahali hapa unatamani kutengeneza na Mungu, nikitoka mbele wataniona kwamba siko sawa na Mungu. Ndio hauko sawa na Mungu.
unalazimisha mambo. Hauko sawa na Mungu. Aumpagi heshima. Ndio maana unamuona ni kama vile mko familia. God is not familiar with us. Amekubali tu kuja kukaa na sisi tu. Ni upendo wake ndio uliomfanya ashuke, aje kuvaa umbo la kibinadamu. Ulimfanya ashuke, akubali kuingia ndani yetu. Lakini usifikiri. Hiyo ndo maana ya kwanza ya uchaji. Heshima ya ndani kabisa unayompa Mungu. Kataluskevila. Mentala usavila angradiga sofa. Baadaye nilipoanza kukua, nikagundua huu mwili huu sio wa kwangu. Biblia inasema hivi, mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, Mungu na utakatifu wake, alikubali kuja kukaa kwenye mwili wangu. Kwa maana huu mwili tayari hauwezi kufanya baadhi ya vitu. Ninapofanya vile, nampa Mungu heshima ya kwamba hekalu lako haliwezi kutiwa najisi. Hekalu lako haliwezi kufanya baadhi ya vitu. Hiyo ni heshima ya ndani. Ukifika hapo, umeanza kwenda juu, umeanza kwenda mbali. Hata kama ulikuwa hutaki kuwa mtu mkuu, ukifikia hapo utakuwa tu mtu mkuu. Hata kama ulikuwa hutaki kuwa na maisha ya baraka makubwa, hata kama ulikuwa unasema kwamba mimi sitaki haya mambo, utakuwa tu. Kwa sababu Mungu anatafuta watu kama hao, aweke juu. Jambo la pili, kumcha Bwana ni kuchukia au kujiepusha na uovu. Ni kuchukia uovu au kujiepusha na uovu. Kumcha Bwana ni kuchukia au kujiepusha na maovu. Kumcha Bwana ni kuchukia au kujiepusha na maovu. Ukiona mtu anachukia, ukiona mtu anajiepusha na maovu, ujue huyo mtu ni mchaji. Kumcha Bwana ni kuchukia au kujiepusha na maovu. Hilo ni jambo la pili. Ni kuchukia. Yaani si kwamba upendi. Kuna tofauti kati ya dislike and hate. Nikisema I hate something ni tofauti na nikisema I dislike it. Dislike ni less. Nikisema I hate, hiyo imekuwa ni nzito zaidi. Nikisema nachukia, mtu akisema hivi sijapendezwa na jambo lilolifanya, na akisema nakuchukia au nachukizwa na unachokifanya, ni vitu viwili tofauti. Hii nachukizwa manake ina kiwango cha juu zaidi. Ila sijapendezwa, yani inakuonyesha kwamba umenidisturb kidogo. Ila ukisema nachukizwa, paka itakushtua sasa. Sasa kumcha Mungu ni kuchukia uovu. Kwa nimezungumza vitu viwili hapo, kuchukia uovu na kujiepusha na maovu. Ni vitu viwili tofauti. Kuchukia uovu na kujiepusha na maovu. Kuchukia na kujiepusha na maovu. Mithali sura ya 16 mstari wa 6. Mithali sura ya 16 mstari wa 6. Mithali sura ya 16 mstari wa 6. La kana masekete rikorobosika. Ai. Mithali sura ya 16 mstari wa 6. Mithali sura ya 16 mstari wa 6. Soma cheki hapo kwenye Mithali sura ya 16 mstari wa 6. Fungua Biblia yako chap. Hai, tusome kwa sauti wale mliofika. Biblia inasemaje? Kwa rehema na kweli uovu safishwa. Alafu kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na maovu. Kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na maovu. Yaani mama, kama uko mahali hapa, kwa sababu ya kumcha Mungu utawaepusha hata wanao na maovu. Wakati mwingine utawashikia fimbo ya uponyaji ya kibiblia. Utawaadhibu ili kuwaepusha na maovu. Kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na maovu. Yaani anaona kabisa uovu kwa hapa. Hebu andika kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 3. Mithali sura ya 22 mstari wa 3. Inasema Biblia, mwenye busara uyaona mabaya akajificha, bali wapumbavu huendelea mbele wakaumia. Asiye mchaji ni mpumbavu. Uona ubaya huko hapa, uharibifu huko hapa, nikiliendeli jambo mambo yangu yataharibika, lakini anaenda. Huyo ni mpumbavu. Inasema Biblia, kwa kumcha Bwana
watu jiepusha na maovu. Kwa kumcha Bwana, ni kwa sababu ya heshima walionao kwa Mungu, jiepusha na maovu, ujiweka mbali na maovu. Yaani kama uovu uko pale, anajiepusha na maovu, hataki awe sehemu ya huo uovu. Ndivyo alivyofanya Daniel. Yes, ndivyo alivyofanya Yusufu. Kwa kumcha Bwana, watu jiepusha na maovu. Mithali sura ya 8 mstari wa 13. 8:13. 8:13. Mithali sura ya 8 mstari wa 13. I love it. Hiyo imekaa vizuri sana. Iko very straight. Very straight. Mithali sura ya 8 mstari wa 13. Hii imekaa vizuri sana. Imekaa vizuri sana hiyo. Inasema hivi, kumcha Bwana ni kufanyaje kanisa? Kuchukia uovu. Yaani chochote ambacho kina mfanano na uovu, kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kiburi na majivuno na njia mbovu na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Maana yake kumcha Bwana ni kuchukia kiburi. Kumcha Bwana kingine ni kuchukia majivuno. Huwezi kujivuna kama unamcha Bwana. Unajivunia nini Bwana? Yasema ajivunaye ajivune kwa sababu anamjua Mungu. Unajivunia kitu gani? Ile yenyewe inasema tuna hazina katika vyombo vya udongo. Nina hazina ndani lakini nimekaa kwenye chombo cha udongo. Mwili ni chombo cha udongo. Unajivunia kitu gani? Hii unajivunia zaidi ya Mungu. Majivuno maana yake ni uovu. Njia mbovu. Kuna njia mbovu kwenye maisha. Kuna kinywa cha ukaidi. Mtu unashauriwa au unasaidiwa, unajibu unavyotaka mwenyewe. Huo sio uchaji. Anasema kinywa cha ukaidi na kichukia. Na kichukia. Unakuta Mkristo wanagombana na mwenzake. Wanagombana kwa level ambayo sasa hivi hapo kanisani hawaongei. Wanarushiana maneno kwa namna serious kabisa. Mpaka wanaambiwa ya kwamba jamani, mbona mnafanya hivi na ninyi mmeokoka? Ukiona mtu anafanya vile ujue hamna uchaji ndani yake. Hofu ya Mungu haipo ndani yake. Nasema kinywa cha ukaidi na kichukia. Mtu anasema hivi, kwanza nitaenda kusema kwa mchungaji nipeleke, kwani yeye ni nani? Kuna maninja kama hao. Anakuambia kwani yeye ni nani? Si mtu kama mimi, nipeleke hata sasa hivi twende. Anasema kinywa cha ukaidi nafanyaje? Na kichukia. Mungu anasema watu lazima wavichukie. Tuangalie mifano ya watu kama watatu. Mfano wa kwanza ni Ayubu. Andika Ayubu sura ya 1 mstari wa 1. Ayubu sura ya 1 mstari wa 1. Ayubu sura ya 1 mstari wa 1. I love this man of God. Nampenda huyu jamaa kwa sababu mambo aliyokuwa anatuonyesha kwenye kitabu cha Ayubu. Afanya na Mkristo aliyejaa Roho Mtakatifu. Japo Ayubu alikuwa hajajaa Roho Mtakatifu kama sisi tunavyoona kwa lugha. Ila Ayubu alikuwa ni mtu wa tofauti sana. Angalia mstari wa 1. Itakushangaza kidogo. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Nilikwambia juzi wakati naanza semina, Mungu ana biashara na watu wengi. Hilo jidanganye. Mungu akiangalia kama mjini, anaangalia Ibrahim peke yake au mchungaji fulani peke yake. Mungu ana biashara na wengi. Mungu ana biashara na mtu mmoja kwa sababu anajua wengi sio dhana yake. Wengi Mungu hangaikagi na wengi, anahangaikaga na mtu mmoja tu. Palikuwa na mtu, sio watu, na mtu. Maana yake kwenye hiyo kazi wanaweza kuwepo wengi waliokoka wako makanisani, lakini Mungu akisemaje? Palikuwa na mtu kwenye kikosi fulani. Palikuwa na mtu kwenye idara fulani. Palikuwa na mtu. Mungu ana biashara na watu, ana biashara na mtu mmoja. Dhana ya Mungu ni mtu, sio watu. Katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu. Mmoja, hawakuwa wengi. Mmoja. Ni mmoja aliyemcha Mungu. Soma kipengele kile cha pili, kinasemaje kwa sauti kubwa? Na kufanyaje? Mmoja aliyemcha Mungu na kufanyaje? Kuepukana na uovu. Maana yake nzuri ni hapa. Alikuwa akiona uovu uko mahali fulani, anauepuka. Waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 6. Tena inasema Biblia hapa,
Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akiipindua na kuifanya majivu. Inasema akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu baada ya hayo. Angalia mstari wa 7. Akamwokoa Lutu yule mwenye haki, aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Alihuzunishwa. Haiwezekani mtu anafanya jambo la hovyo alafu unacheka naye. Hapana. Nuhu alihuzunishwa na mambo yao. Haiwezekani mtu anakuambia hivi, anatembea na mke wa mtu na wewe unacheka. Alihuzunishwa. Ulipaswa kuhuzunika mbele yake. Haiwezekani mwenzako ameokoka anakuambia nilala na binti fulani na wewe kamwambiaje, brother wewe ni mkali. Alihuzunishwa. Uchaji ni pale unapoona mtu anafanya jambo liko sawa na unahuzunika ndani. Hiyo ni ishara Mungu anakaa ndani yako. Sasa Mungu asingefurahia hiyo kitu. Mstari wa 7 wa 8 nafikiri. Maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao na kuona na kusikia, inasema Biblia, alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo na sheria. Alijitesa siku kwa siku. Maana alipokuwa anaona yale mambo alikuwa anateseka moyoni mwake. Kumcha Bwana ni kujiepusha na uovu. Alikuwa anateseka akiona hayo mambo. Thank you Jesus. Namba 3. Nataka nitoe mfano wa 3 lakini namba 3. Kumcha Bwana ni kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Ni kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Ni kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Ni kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Kumcha Bwana ni kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Huo ni uchaji. Ni kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Kipengele kingine cha hiyo point andika hivi, ni kujua kwamba neno la Mungu ni mamlaka ya mwisho ya muumini. Ni kujua kwamba neno la Mungu ni mamlaka ya mwisho ya muumini, the last and higher authority. Ni kujua kwamba neno la Mungu ni mamlaka ya mwisho ya muumini. Kama neno la Mungu ni mamlaka ya mwisho kwenye maisha yako, ujue ni mchaji. Kama baada ya kusoma Biblia tu kwenye akili yako unajua Mungu amezungumza na wewe, huo ni uchaji. Kama baada ya kusoma Biblia tu unaondoka na kulifanya hilo jambo kama Biblia ilivyosema, huo ni uchaji. Unapojua neno la Mungu ni mamlaka ya mwisho wa maisha yako, that is fear of the Lord. Hiyo ni hofu ya Mungu. Zaburi sura 119 mstari wa 89. Zaburi sura ya 119 mstari wa 89 inasema Biblia, E Bwana, neno lako lasimama imara mbinguni hata milele. Anajaribu kusema kitu gani Daudi? Neno lako limesimama mbinguni. Neno lako limesimama imara mbinguni. Kwa hiyo manake linastahili lipewe heshima ya mwisho. Unapoliona neno la Mungu kama mamlaka ya mwisho, kwa Daudi ilikuwa ni mamlaka ya mwisho. Anasema limesimama imara mbinguni. Hiyo ni mamlaka ya mwisho wa maisha muumini, limesimama imara mbinguni. Ukienda mbinguni utalikuta limesimama imara mbinguni. Ungepata fursa sasa hivi ya kwenda mbinguni ungelikuta. Unapoishi ukiwa unajua kwamba neno la Mungu, Biblia ni mamlaka ya mwisho wa maisha yako, that is, huo ni uchaji. Hiyo peke yake ni uchaji. Angalia Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 26. Samueli akasema, sitarudi pamoja nawe kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe. No. Nisome vizuri. Samueli akasema, sitarudi pamoja nawe. Hiyo ni semicolon. Kwa sababu umelikataa neno la Bwana, Bwana naye amekukataa wewe, sio mfalme wa Israeli. Anamaanisha kitu gani? Naomba nikupe siri hapa. Anamaanisha hivi, kilichokuweka kwenye nafasi ya ufalme ni neno la Bwana. Na kwa sababu umelikataa neno la Bwana ambalo liliweka kwenye nafasi ya ufalme, na Bwana amekukataa wewe. Kumbe neno la Bwana ni Bwana mwenyewe.
Unapoanza kuishi kwenye huo mtizamo ya kwamba neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, kwa hiyo unalipa heshima ya mwisho ya juu, mamlaka yako ya mwisho likisema hivi unafuata hivyo hivyo, ujue wewe ni mchaji. Sauli alipolikataa neno la Bwana, Mungu alimkataa. Kwa hiyo ukilikataa neno la Bwana, Mungu anakukataa, Bwana anakukataa. Kumbe sasa neno la Bwana ndilo ambalo lampa mtu matokeo. Ukilikataa, usipolifuata, usipolisikia, matokeo yanaondoka. Sauli ufalme ukaondoka kwa sababu alikataa neno la Bwana. Inatupa picha gani? Neno la Mungu ndio mamlaka yetu ya mwisho. Likikwambia fanya hivi, wewe fanya tu hata kama unalia. Likikwambia nenda hivi, wewe nenda hivyo hata kama unalia. Likikwambia epuke kitu fulani, wewe kiepuke. Kwa sababu kwa kuliheshimu neno, maana yake unamheshimu Mungu. Mchaji ni mtu ambaye anajua neno la Mungu ni mamlaka ya mwisho kwangu. Sio ushauri wa watu. Ukifika hapo jua ni mchaji. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Huu mstari wako unanisikitisha sana na kunitafakarisha sana. Anasema hivi, basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika. Na tena kwa kutaka shauri kwa wenye pepo wa utambuzi aulize kwake. Inasema hivi, Sauli alikufa kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika. Kwa hiyo maana usipolishika neno la Bwana, unafanya maandalizi ya kufa kwenye eneo fulani. Unaweza kufa kwenye uchumi, unaweza kufa kwenye eneo fulani. Naomba nirudie tena, kila mtu anitazame. Naomba kila mtu anitazame. Hii ni point kubwa sana. Na nitarudia kwa sababu ni kila mtu anitazame. Unasikia inachokisema Biblia? Sauli alikufa na inatoa sababu, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika. Kwa hiyo kama ulishiki neno la Bwana, unakufa kwa eneo fulani. Usipolishika kwenye uchumi, unakufa kwenye uchumi. Usipolishika kwenye eneo fulani, unakufa kwenye ile eneo. Alikufa kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika. Kwa kama unafundishwa neno au unasikia neno au unasoma Biblia na ukafanya maamuzi ya kwenda tofauti, maana yake unakufa. Namna ya muumini kufa ni kuacha kulifuata neno. Andika hiyo point. Namna pekee ya muumini kufa ni akaacha kulifuata neno. Akiacha kulifuata neno, anaanza kufa. Inasema Biblia, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Moyo wangu nimelekwa neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kwa namna pekee ya kuishi kwa muumini ni kulifuata neno. Mungu anasema kwa habari ya Caleb. Anasema Caleb mtumishi wangu nitamfanya aingie Kanaani kwa sababu amemfuata Bwana kwa kila neno. Caleb alimfuata Bwana kwa kila neno. Andika Kumbukumbu sura ya 2 mstari wa 36. Kumbukumbu 2:36, andika itakusaidia. 2:36. Alimfuata Bwana kwa kila neno. Yaani Bwana aliposema Caleb akafanya. Aliposema Caleb akafanya. Caleb hakuwa na mibadala. Na maana Caleb anaingia kwenye nchi ya ahadi. Thank you Jesus. Hizo maana za kumcha Bwana 3 nafikiri zinatosha kwa siku ya leo. Maana ya kwanza ni kuwa na heshima ya ndani, au heshima kuu kwa Mungu. Maana ya pili nikasema kumcha Bwana ni kuchukia au kujiepusha na uovu. Maana ya tatu nikasema kumcha Bwana ni kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Tutaishia hapo kwa leo, alafu kesho nitaendelea.